naamini kwamba kama Simba hawajapewa taarifa wakapewa RS Berkane kabla ya Simba. Kwamba unaamini na Simba yawezekana ndio walikuwa wa kwanza. Na siku hizi CAF sio kwamba wanakuja kwetu kwa maana ya wanakuja kwetu labda kuja kutuambia kwa mdomo, hapana. Kitakachotokea ni kwamba ni email tu inatumwa. Kama wao walichelewa kuangalia email au aliangalia akasema tusitoke kwenye mchezo tusiwaambie Simba. Inawezekana kwamba kwa sasa lakini ile email ikitumwa sinaonekana tarehe mali. Mwelekeo tarehe inaonyesha kwamba hii imetumwa lini. Kwa nani anaangalia email? Si watu wa Simba wanahusika na hicho kitengo. Sasa wanajuaje kwamba wao walishaona? Au na wao waliipata tu wakaamua kukaa kimya? Mimi nakwambia hivi, ujumbe wa CAF ukitoka unatolewa kwa wahusika wote. Sawa. Nafikiri hiyo ndio issue ambayo ipo. Kwa hiyo masuala ya taarifa kusambaa sasa hivi unaona ni nini ambacho kipo nyuma ya taarifa hii? Watu watakuwa na hizo taarifa. Haiwezekani timu moja wakapewa taarifa. Manana nawapa timu moja taarifa. Si ndio CAF ambao ndio walezi wa mpira barani Afrika. Na wao ndio wanahusika moja kwa moja kwenye huo ujumbe. Inawezekana uko kwenye website ya CAF au inawezekana uko kwenye hakuna taarifa inayoweza kutoka kwa timu moja wakati michezo inachezwa yani wanaocheza huo mchezo ni watu wawili. Okay. So umenielewa? Nafikiri mimi ninachokielewa ni kwamba hiyo taarifa Simba walipoza au hata TFF walipoza kwamba sasa focus yetu iwe wapi? Iwe kule. Iwe mbele. Lakini haoni kama inaweza kuleta sintofahamu na madhara? Kwa sababu watu wamechukulia kwa kitofauti kidogo. Na imekuja kulipuka muda ambao wao wako busy na maandalizi. Madhara ni kwa shabiki. Simba kama unajua timu ikishakuwa kubwa unaiandaa timu katika mazingira yote. Mazingira kuna mvua, mazingira kutokuwa na mvua, kuna jua kali, kuna joto kali. Sawa, ndio maana hata kwa mfano unapoenda kwenye mechi ya ugenini unaangalia unawahi au unachelewa kutokana na mazingira yaliyopo. Kwa hiyo timu ukishaiandaa kuwa timu kubwa lazima uandae timu katika mazingira mbalimbali. Swala la uwanja limeshatokea. Nafikiri wajiandae kwa ajili ya hayo. Na kama watanani tukiwa tunamalizia, kama itatokea wasichezee uwanja wa Benjamin Mkapa pengine unaona kuna chochote kile ambacho kinaweza kikatokea? Hakuna chochote ambacho kinatokea. Wanaweza kupata matokeo mazuri na mambo yakawa vizuri kabisa na kombe likabaki Tanzania. Kinachotakiwa watu waandalie kisaikolojia. Wachezaji au mashabiki? Waandalie kisaikolojia na wachezaji. Mashabiki Zanzibar ni karibu. Japo watakuwa wachache wanaoenda. Na kama tiketi zitakuwa zimeuzwa kwa ukubwa, wataingia waliokata. Ule uwanja ni mashabiki ni wachache wanaoingia kuliko namba ya uwanja. No way. Hatuna namna na tunapaswa kukubali hayo mazingira. No way. Kwa hiyo hakuna wakulaumiwa. Ni sawa na ile tunasema lawama ya kuku impati mwewe. Impati mwewe. Miundombinu yenu haikukamilika. Sawa. Ndio tatizo. Mimi nafikiri Simba wajiandae kwa mazingira yoyote. Hii ni finali. Kwanza hiyo inakupa ukubwa wako. Kwa nini nakupa ukubwa? Kama utashinda Zanzibar, kuna uwezekano siku nyingine finali ikawa moja ikapangiwa nchi nyingine kwa maana ya neutral ground. Okay, mabadiliko labda yakitokea kwa mbele. Kwa mfano barani Ulaya inaweza ikapangwa finali inapigwa Wembley. Ikapangwa finali sio inapigwa labda pale Santiago au Nou Camp au hata Emirates. Sawa vyote vile. Hiyo ni ishara ya ukuaji wa timu yako. Sawa, Benjamin Mkapa ni nzuri na waingiza watu wengi. Hatoki kwa Benjamin Mkapa, siju kuna ubaya ubwera, siju kuna punzi ya moto. Haya yote. Haya tumeambiwa twende visiwani Zanzibar, tunafanyaje? Sawa. Inatakiwa wasifungwe zaidi ya goli moja, ikitokea bahati mbaya goli mbili, ili wakaikomboe Zanzibar. Okay. Na sio kutazama uwanja wa Benjamin Mkapa na kurudia kitu ambacho ndo tunajua kina hitirafu. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo tusitegemee uwanja mmoja. Taarifa hizo mimi nimeziona, lakini pia hata katibu wa Wizara ya Habari,
utamaduni, sanaa na michezo, kwa maana Gerson Msigwa ametolea ufafanuzi kwamba maendeleo ya uwanja wa Benjamin Mkapa ni nzuri, na amewahakikishia waandishi wa habari kwamba unahesabu dakika 10. Mvua ikinyesha maji yanaondoka, lakini wenye mamlaka ya mpira hasa barani Afrika wamesema huenda kukawa na uwezekano wa mchezo huo ukachezwa pale Zanzibar, kwa maana New Amani. Kwa hiyo all in all hiyo ndio picha iliyopo, lakini mwanzoni tulihakikishiwa kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa unaweza kawa umekamilika, kwa maana ya kwamba matengenezo yale. Mimi nafikiri kwa sasa focus ya Simba ibaki kwenye mchezo wa tarehe 17. Focus ya Simba ibaki kupata matokeo ya mchezo wa ugenini. Tukikaribia karibu na mto, tunajua tunavuka vipi, hata kama daraja huenda ikawa na changamoto ya hapa na pale. Kwa hiyo kwa focus yangu, ushauri wangu, Simba wabaki kwenye focus. Simba wabaki kwenye kuhakikisha kwamba kila kitu inakuwa iko sawa, na mwisho siku nafikiri uwanja hautakuwa kigezo, kwa sababu tumeshaona Simba imepata matokeo katika maeneo tofauti, na sio leo tu. Simba ameshaenda ugenini na jambo mara kibao tumeona wakipata matokeo wakiwa ugenini. Moja ya kiongozi wa Simba Clesus Magoli anasema kwamba wao wameshangazwa kuona wageni wa mchezo wakiwa na taarifa ya kubadilika kwa uwanja kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa mpaka uwanja wa New Amani, kitu ambacho ni kama bado kinazua sintofahamu miongoni mwa baadhi ya viongozi wa Simba mali. Nafikiri tu labda ni ushapu wa vyanzo mbalimbali. Kwa sababu kama CAF alikuja kukagua, maana yake watakuwa walitoa taarifa. Unajua sisi kwetu uwanja ni tumeuchukulia ni issue. Lakini katika mazingira mengine uwanja ni mambo ya kawaida. Sawa uwanja ni mambo ya kawaida kubadilishiwa. Sisi kwa maana ya Tanzania tunaupenda sana uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu unaingiza idadi kubwa ya watu. Watu 60,000 ni watu wengi sana ambao wanakwenda kushuhudia huo mchezo. Zanzibar ni idadi ndogo. Ndio maana watu wanasikitika hiyo burudani wameikosa kwa namna moja ama nyingine. To focus kwenye kilichopo huko mbeleni, nafikiri mambo serikali wanaweza, kama uwanja umekamilika, serikali wanaweza kufanya mawasiliano au wizara wakafanya mawasiliano na kila kitu kikawa kiko okay. Kwa hiyo kwa picha halisi mimi ninavyoona jambo linaweza hili linaweza likatutoa kwenye focus, kwa maana kwamba tuangalie kilichoko mbele, huko baadaye mambo yatakaa sawa. Lakini unafikiri kwa nini taarifa za namna hizi zinatokea zikiwa zimebaki siku chache kuelekea mchezo wenyewe wa kwanza wa finali? Mimi kwa hisia zangu na hisi hiyo taarifa ilikuwepo. Sasa imekuaje na kuja kufahamika sasa hivi? Ilikuwepo. Kwa mfano mimi labda nakwambia uwanja kwa mfano timu pinzani wameambia uwanja umebadilika. Na wao wamepost. Wameambia uwanja umebadilika. Inaweza sio issue kubwa sana. Kwa mfano labda sisi tumeambiwa mchezo wetu umehamishiwa kutoka Chamazi umepelekwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Inaweza kawa issue? Haiwezi kuwa issue kwa sababu Chamazi ni Azam Complex ni uwanja mzuri, uwanja wa Taifa kwa maana kwa Mkapa ni pazuri pia. Lakini kama ingekuwa ni distance ya hivyo, sisi kinachotusumbua ni kwenda Zanzibar. Lakini pia na idadi, lakini pia na consistency ya mchezo wa Simba akiwa ugenini. Hicho Simba akiwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Hicho ndicho ambacho nafikiri kinajaribu kuleta sintofahamu hii ambayo ipo. Lakini mimi sidhani kama
Berkane walitaarifiwa mapema, Simba hawajaambiwa.